نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ashkuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, ziada rehma na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, yeye na ahalize na masahaba zake na waislamu wote ambao wataukubali kufuata mwendo wake hadi hiyo siku ya kiyama. Ndugu waislamu wote kwa ujumla, wa ndani na nje ya nchi ya Burundi, tupo hapa mbele ya kamera za Umoja wa MaTV kama tutakavyokuja kuyataja huko mwisho, kwa min ajili ya kukuleteeni uzinduzi rasmi wa musabaka ambao mmeuzoea, tunaokuja kuandaa musabaka wa musimu wa 6 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Musabaka ambao unaandaliwa na taasisi ya Frères et Sœurs, bimaana ndugu kaka wa dada, ndugu wa kaka na wadada. Nikiwa hapa kama kiongozi na mwakilishi wa Frères et Sœurs, ukufikishieni yale ambayo malengo ya kikao hichi na uzinduzi huu ambao unaokwenda kufanyika siku ya leo, nikiwa mbele ya kamera za Umoja wa MaTV online nchini Burundi. Hivyo miongoni, kwanza tutaanza kuonyesheni kwamba tumefungua sasa mlango. Tumeufungua mlango rasmi wa kuwaomba wale ambao watakaokuwa tayari kushiriki katika musabaka ambao unaokwenda kufanyika insha Allah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akipenda, na kuwaeleza viegezo ambavyo vinavyohitajika kwa wale ambao watakaokuwa tayari kuweza kuja kujiandikisha katika musabaka huo, kwa sababu watu wana haja na shauku ya kujua ni lini na ni wakati gani na wanajiandikishia wapi. Kwa hiyo tunaufungua mlango na kuwatangazieni rasmi ya kwamba tayari tumeufungua mlango, na mtafahamishwa siku zinazokuja kwamba wapi mnajiandikishia na wapi na ni namba gani mtakazopitia, kwa sababu kwa mwaka huu wengi, kwa sababu ya ile watu kuteremka na kurudi, kwa kuwa tunahitaji mikoa yote kutoka Burundi, mikoa yote 5 kutoka Burundi, zitakuwa namba ambazo zitazowekwa watu kujisajili kwa njia ya WhatsApp, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akipenda. Na viegezo ambavyo vinavyohitajika kwa yule ambaye anayetaka kuwa mshiriki: kiegezo cha kwanza, unatakiwa kuwa kijana usiyezidi miaka 29. Uwe ni kijana usiyezidi miaka 29. Na kiegezo kingine cha pili, uwe Mrundi, bimaana kutena kutoka Burundi, kwa sababu ndio uwezo ambao bado tunao wa kuwapokea Warundi na wa kutoka Burundi insha Allah. Hivyo ndiyo viegezo viwili ambavyo vinavyohitajika. Pia lazima niseme na cha tatu, unalazimika kuwa unajiamini kwamba umehifadhi Qur'ani kikweli kweli, sio kubahatisha, kwa sababu ndio pale unapojiandikisha alafu unajikuta kwamba jina halikutoka, ni kwa kuwa haukuwa na hifdhi ya kukamilika, kwa kuwa kunafanyika kitu kinaitwa tasfia, bimaana kajungio, kujungua wale ambao wanaonekana kwamba hawatufai katika hifdhi ambayo inahitajika siku hiyo ya fainali. Kwa hiyo unahitajika uwe na hayo mambo matatu. Jambo la kwanza, uwe ni kijana ambao usiozidi miaka 29. Jambo la pili,
uwe ni Mrundi tena wa kutoka hapa Burundi. Jambo la tatu, uwe unaaminika kama umehifadhi Qur'ani yote katika kichwa chako. Kadhalika, jambo la pili, kutakuja kitu kinaitwa utaratibu. Kuna utaratibu wa kuweza kujisajili, na utaratibu huyo utakuja kupitia kwa njia ya WhatsApp kama tulivyokuelezeni, kwa namba ambazo mtakazokuja kuelezwa insha Allah siku za usoni. Tatu ni uhamasisho kwa wale ambao watakaokuwa tayari kujiunga na Frezeser, kujiunga na hawa waandalizi wa musabaka, ili na we uwe miongoni mwa wale watu ambao watakaoonekana kwamba wanahuisha kitabu chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni hakika kuwa ndugu zangu ambao ninawatangazieni, mnaonisikiliza mkiwa ndani ya nchi na nje ya nchi ya Burundi, ni hakika kuwa hatuna mdhamini katika mashindano haya ya Qur'ani kama wanavyodhania baadhi ya watu. Ni watu tu walijifikiri wakakusanyika, ndio ikatoka hii association, hii taasisi ya Frezeser, wakaona sasa tufanye nini ili na sisi tuone kama tunamtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuizagaza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haingoji tu kwa msomi na shekhe. Hata wewe kwa nafasi yako ulipo kama Muislamu, una nafasi ya kufanya jambo la kuonekana kwamba nifanye nini ili niweze kufanya Uislamu kuwa juu. Miongoni mwa hayo ndo kama vile maandalizi haya ya musabaka wa Qur'ani tukufu katika nchi ya Burundi. Hakuna wadhamini kusema unjo mdhamini ambaye rasmi huwa anadhamini musabaka huu. Ndio kwa maana utakutana kwamba mwaka huu labda tulisema itakuwa mshindi wa kwanza ni milioni 10, na mwaka huyu mshindi labda ikateremka au ikapanda, kutokana na kule ya kwamba hatuna mdhamini rasmi. Lakini pia kuna wale ambao alhamdulillahi rabbil alamin, tuzitoe shukrani zetu za dhati, kuwashukuru, kuona kwamba huwa hawatuachi katika kusaidia na kuchangia na kuboresha jambo hili la musabaka wa Qur'ani katika nchi ya Burundi. Wako ndugu zetu Kiswahili Halaka, Mwenyezi Mungu walipe kila la kheri, ni watu ambao wako pamoja na sisi kila tunapoandaa musabaka. Wapo ndugu zetu wa Agence Kariako, mashaallah, na wenye pia Mungu awabariki kuwa hawajaacha kuweza kutusaidia. Kadhalika tuna walezi ambao mpaka sasa tunatembelea fikra zao, na hata wakiwa na kile cha kuweza kutusaidia, kwa kweli huwa wanatusaidia. Ni hawa ndugu zetu wa Al-Hikma Foundation, ni taasisi ya Al-Hikma Foundation ya Dar es Salaam, ambayo chini ya raisi ya Al-Sharif Abdul Qadir Al-Ahdali, na chini ya usimamizi kadhalika wa Sheikh Nuruddin Kishki. Mwenyezi Mungu awahifadhi na aweze kuhifadhi taasisi ya Al-Hikma Foundation kutokana na baadhi ya mambo makubwa ambayo wanayofanya. Kwa hiyo hao ni kama vile tuseme ndio watu ambao ndio baadhi ya taasisi au baadhi ya watu ambao wanatuunga mkono kila tunapoandaa mashindano haya ya Qur'an. Kwa hiyo Muislamu popote ulipo, sawa na kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikupa, wallahi tunakuomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, changia. Hata ukisema mimi ninaweka 10,000 kwa ajili ya maandalizi hayo ya musabaka, nitaweka laki kwa ajili ya maandalizi hayo, nitaweka milioni kwa ajili ya maandalizi hayo, nitaweka yani hata ukisema mimi niko tayari kudhamini, nielezeni tu kwamba nipeni bajeti ambayo mnahisi kwamba itatumika. Karibu. Hili ni jambo ambalo kwa kweli ni fikra tu za watu, ndio ikaonelea kwamba tufanye hilo jambo la kuweza kufanya musabaka
ambao tumezoea kwamba misabaka mingi ni ya misikitini, misabaka mingi ni ya kwenye maholi, lakini tukapendelea baada ya kuona kwamba jambo la misabaka inayofanyika katika nchi za wenzetu, na hasa ule unaosimamiwa na Al-Hikma Foundation unaokusanya watu katika uwanja wa mpira. Kwa hiyo na sisi tukaona na sisi tuanze kufanya mauwanja, tukusanyikie uwanjani kwa min ajili ya jambo hilo, ndugu zangu. Kwa hiyo tunakuombeni kwa wale ambao watakaokuwa tayari, ima unaweza kujiunga nasi hata kwa fikra, tunakukaribisha. Usioni kwamba mimi nina fikra lakini sina mchango wa pesa. Wallahi unakaribishwa kuwa kutuletea fikra na kutunasihi, kwa sababu ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana. Kwa hiyo huo ni ushirikiano ambao pia tunauomba kwa Waislamu wote nchini Burundi na nje ya nchi Burundi kuweza kutusaidia hata kuweza kurusha matangazo haya ambayo yanayokujieni. Hilo ni jambo lingine ambalo tunalikuombeni kwamba mtakapopata matangazo haya basi yarusheni kwa wingi, ili tuweze kupata wale watu ambao wataokuja kutudhamini na kuweka michango yao kwa min ajili ya jambo hili la maandalizi ya musabaka huu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tukiendelea ni kwamba kama mnavyoona pia katika kamera hizi yupo ndugu yangu ambaye pia make ni miongoni mwa waandalizi wakubwa wa musabaka huu, na akiwa ni miongoni mwa majaji wakuu ambao tunaotegemea katika musabaka huu, akishirikiana na wenzake. Hivyo naye atakuwa na neno la kuweza kuwafahamisha ndugu Waislamu ambao wanaotufuata katika TV hizi ambazo zimekuja kutaka kujua nini kinachoendelea juu ya mashindano hayo ambayo yanaandaliwa, mashindano makuu zaidi nchini Burundi yatakayofanyika mwezi wa 4 na itakuwa ni Shawwali insha Allah. Karibu Sheikh Majaliwa Uthman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Sifa kamilifu ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimuendee nabii wetu na mtume wetu Muhammad, yeye na ahli zake na masahaba zake na waumini wote watakaofuata mwenendo wao hadi siku ya kiyama. Amma baada ya hayo, kwa kujazia katika yale aliyozungumzia Sheikh Zubair, Allah muhifadhi, kuhusikana na maandalizi ya musabaka na yanayoendana nayo, nilipendelea tu kuzindua na kubainisha vigezo ambavyo musabaka huyu unavyovifata katika kuwahukumu wasomaji, ili wanafunzi watapojiandikisha au akichukua mtu jukumu la kujiandikisha ajue namna musabaka huyu unavyojajiwa na unavyofuatiliwa. Musabaka huyu unawasikiliza wanafunzi na kuwajaji kunako nukta 4 katika kuhifadhi Qur'ani tukufu. Ama nukta ya kwanza, kigezo cha kwanza ambacho majaji wanamtazama kwacho mwanafunzi anapokuwa anasoma ni nguvu yake ya kuweza kuhifadhi, yani kuisoma Qur'ani hali ya kuwa haoni, kwa kuwa anamuuliza swala kisha anafika anasoma. Kadiri anavyoweza kusoma mkichwa kuonesha nguvu yake ya kuhifadhi, ilo jambo linampa daraja na pointi katika waraka wake ambao ndani yake tuna mjaji kwao, kiasi kwamba akikumbushwa au akisahau au akisita, hayo yote ni katika mambo ambayo yatamfanya pointi zake zipunguke. Hiyo ni nukta ya kwanza, nguvu ya kuweza kuhifadhi na kuonesha kwamba anaweza kusoma bila kuona, popote pale katika mushafu ataposomewa anaweza kuendelea. Kigezo cha pili ambacho kinafuatiliwa katika kisomo cha mwanafunzi katika kuandika pointi na kuzijaji ni uwezo wake wa kusoma kwa hukumu zinazoitwa hukumu za tajwid. Wenye kusoma Qur'ani wanaelewa kwamba Qur'ani inasomwa kwa mfumo ambao tunafundishwa katika mashule yote ya Qur'ani, ambao ni kuweza kuitamka vizuri sawa sawa na jinsi ilivyoteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo vigezo vya tajwidi hivi navyo pia majaji wanavitizama katika kisomo cha mwanafunzi. Yawezekana mwanafunzi akawa na uwezo wa kusoma vizuri bila kusahau,
lakini huenda kutamka kwake kwa kunakosea vigezo hivi vya tajwidi, ili litamuondoa katika pointi. Kumbe kabla mwanafunzi kujiandikisha, ajichunguze kwanza au ahakikishe pamoja na mwalimu wake kwamba yuko sawasawa katika kuhifadhi na yuko sawasawa katika kuisoma Qur'ani kwa vigezo vya tajwidi na hukumu zake kama inavyojulikana. Kigezo cha tatu katika yale ambayo majaji watafuatilia kwayo ni namna mwanafunzi anaposoma alwaqfu walibtida, anasimama aje na anaanza aje. Na hicho kigezo ni katika vigezo muhimu sana katika kuisoma Qur'ani. Lazima kwenye mwanafunzi anapotua wakati anaposoma kuwe kunaambatana na kumekamilika maana ambayo aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika hizo aya za Qur'an anazozisoma. Na pale anapoanzia lazima pawe panaleta maana inayotufidisha yale ambayo aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo ikiwa ni mwanafunzi kwamba anasimama popote pale anapotaka na anaanza popote pale anapotaka, kiasi kwamba hachungi maana zimekamilika au zikukamilika, ili jambo linaweza likamfanya daraja zake zikashuka chini, aidha nafasi yake ikawa iko chini katika matokeo. Kumbe hichi ni kigezo muhimu sana. Inabidi mwanafunzi ajichunge mbele ya mwalimu wake kabla ya kuingia kwenye mashindano haya, kujua kwamba yuko sawa. Alafu kigezo cha mwisho ni uzuri wa sauti ya mwanafunzi, na hichi ni kigezo ambacho tunakiangalia lakini kwa pointi zilizokuwa ndogo, pointi 5 kwa 100. Uzuri wa sauti, wakati mtu anaposoma Qur'ani anajipatia hii pointi anapokuwa na sauti. Kwa hiyo vigezo vinne ni muhimu sana kwa yote yule ambaye atakayejiandikisha, na ndivyo vitakavyo watofautisha washiriki wote wa musabaka, na ndivyo kadiri wanavyoshindana katika kutekeleza hivi vigezo, ndivyo tutapata wa kwanza na wa pili na wa tatu na wa nne. Na majaji katika musabaka huyu watakuwa makini mwanzo mpaka mwisho katika kisomo cha kila mmoja miongoni mwa wale wanasoma kuendana na hivi vigezo, na huku wakiandika mulahadha wote ule au lolote lile wanalolisikia katika yale yanayojiri kutokana na hivi vigezo katika waraka wa kumjaji mutasabiq wote ule. Na tena navikumbusha kwa haraka ili tuzidi kuvikumbuka vigezo hivi, na hasa wale watakaojiandikisha katika wanafunzi na walimu zao ambao ndio wanawaandaa kushiriki katika mashindano. Tunahitaji nguvu katika kuhifadhi, quwwatul hifdh, nguvu katika kuhifadhi. Yani mwanafunzi awe na uwezo wa kusoma bila kusahau wala kukumbushwa wala kusita. Hichi kitu kinampa pointi nyingi katika kumjaji kisomo chake. Jambo la pili, hukumu za tajwid, kujua kusoma Qur'ani kwa ufasaha kama ilivyopokelewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, kama inavyofundishwa katika shule za Qur'ani. Ili jambo pia lina pointi zilizokuwa nyingi katika kujaji. Jambo la tatu, kujua namna nasimama wapi na ninaanzia wapi, natua wapi na nitaanzia wapi, pia ili jambo linafuatiliwa. Jambo la mwisho ni sauti iliyokuwa nzuri, pia inampa pointi 5 mwanafunzi. Kwa hiyo katika hivi vigezo vinne ndivyo watavyoshindana kwavyo wote watakaoshiriki katika haya mashindano, na majaji watawasikiliza na kuwahukumia na kuwapa pointi na daraja na nafasi kutokana na kushindana kwao katika hivi vigezo. Yule ambaye katika wanafunzi ataona kwamba iko na upungufu katika kigezo miongoni mwa hivi vigezo, hakuna haja ya kujiandikisha. Ni bora zaidi amwachie nafasi mwingine ambaye anamuona ni bora kulikoni yeye, kwa sababu ni mashindano, na mashindano yanataka kila mwenye kuingia ajiamini kwamba ni kweli naweza kupambana. Si nafasi ya kuja acha niende labda nikajaribu, acha niende nikapime bahati yangu. Mambo kama haya hayatamfikisha mwanafunzi popote pale. Kumbe vizuri kwa mwanafunzi ni kujiandaa, maandalizi yaliyokuwa mazuri, asaidiane na mwalimu wake amchunguze, amwambie kwa kweli wewe umekaza, uko vizuri, una maandalizi yaliyokuwa sawa, unaweza ukajiandikisha na uweze kupambana na wenzako. Wa ila mwanafunzi akija kwamba katika hivi vigezo yuko na ubovu katika kuhifadhi, murajaa wake hauko vizuri, tajwidi yake haiko vizuri, atakuja alafu atakutana kwamba amekosa nafasi yoyote ile, na huenda akaanza kudhania labda kwamba ameibwa nafasi au labda amedhulumiwa au mengineyo, na ilhali si sahihi. Kumbe tunahitaji ambaye atakuja kujiandikisha ajiamini kwamba yuko sawa katika hivi vigezo vinne ambavyo ndivyo musabaka unawajaji kwavyo wale ambao watakao shiriki. Kwa kumalizia, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe wasimamizi wa huu musabaka. Amina.
na watakaochangia katika kufanikisha, na awalipe kila la khairi na awafikishe na ajalili jambo liwe ni khalis kwa ajili yake Allah jalla jalaluhu, na awalipe kwalo malipo yaliyokuwa makubwa. Na Allah vile vile namuomba aweze kuwawafikisha wale ambao watakaojiandikisha katika mashindano haya kuweza kupata tawfik na kuweza kuzidisha katika ilmu na kupata daraja zilizokuwa juu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumaliza kumsikiliza Sheikh wangu Sheikh Majaliwa Uthman ambaye ni katika majaji wakuu tunaowategemea katika maandalizi haya musabaka. Tulikuwa tunaomba sasa kama kuna yale ambayo media hizi, TV hizi online zitaweza kutaka kutuuliza. Kwa hiyo tunakukaribisheni insha Allah. Na kuhusiana na mashindano kuendelea katika uwanja, hili lipo vile au tunarudia katika uwanja? Naam. Umeulizia swali ambalo na pia tulitegemea kama hili linaweza likaulizwa kwamba je, tulianza huko mwanzo kuwa katika ukumbi holi lile la markazi, na mwaka jana alhamdulillah tumebahatikiwa kufanya musabaka huu uwanjani Buterere. Sasa swali linakuja kwamba je, tutaendelea kufanya misabaka hii uwanjani au tutarudi kwenye holi? Na hata ikibidi mfano uwanjani, je, uwanja utakuwa bado ni ule ule wa Buterere au tunatarajia kutafuta nyanja zingine? Niseme kwamba swala la sisi kuendelea kuwa katika misabaka ifanyike uwanjani ni ushiriki wa wadhamini na Waislamu kujitolea pale itakapoonekana budget itatukubalia kufanyia uwanjani. Kwa kweli na sisi tunatarajia tuendelee kufanyia uwanjani, lakini hiyo inatokana na muitikio wa watu kwa kadiri watakavyotuitikia na kuleta michango yao. Sasa pale tunakapoangalia ndipo tunaona kama hivi sasa tunaweza tukaendelea kufanya uwanjani, kwa sababu inajulikana kwamba ukitizama maandalizi ya kwenye holi ni tofauti na kwenye uwanja. Holi linakuwa lao liko tayari, labda ni masororization na mengine, lakini uwanja unahitajika ufagiliwe, upaririwe, mahema yafungwe, ni vitu virefu. Sasa kwa hiyo ili kwa kweli litarudi kwa ndugu zangu, kwa ndugu zetu wote ambao watakaojihisi kwamba wanahitaji kujiunga na kushirikiana nasi katika kuboresha jambo hili insha Allah. Tunashukuru kwa muda huo mfupi na pengine mrefu wa kuhusu mashindano ambayo kwa kuweza kutoa taharuki ambazo pengine zilikuwa zipo. Lakini nikirudi katika hotuba ambayo umeifanya Sheikh wangu Sheikh Zuberi Bizimana, katika masharti ambayo umeweka hapo kwenye ushiriki, umesema awe ni mwenye chini ya umri wa miaka 29, lakini pia awe Mrundi. Naweza nikauliza, anaweza akawa sio Mrundi, mfano masomo ambayo yapo ya Kiranti kule chini Mahadi, kuna vijana wako pale na pengine ni wako pale internal, lakini sio Warundi na Wakongomani, sio Mrundi lakini yuko hapa Burundi, amehifadhi Qur'an vipi, yeye anaweza kuwa katika mashindano? Mimi nafikiri hilo bado linaangaliwa, na mimi naweza nikasema kwamba kwa upande wangu sioni haja ya kumziwia mtu ambaye anaonekana kama yeye yupo hapa. Almuhimu tu awe na vitambulisho ambavyo vinavyomruhusu kuishi katika nchi ya Burundi, hata kama akiwa ni mgeni, lakini ionekane kwamba ana vitambulisho na ana ruhusa ya kuishi katika nchi ya Burundi. Mimi nadhani kwamba huyo hawezi kuziwiliwa, kwa sababu innamal mu'minuna ikhwa, waaminifu wote ni ndugu. Kama tumekusudia kusema Mrundi, manake tunakusudia mtu ambaye anaishi, kwa sababu sisi tunahesabu akiwa Mkongomani akishakuwa tayari yuko baina yetu, sisi tunahesabu ni Mrundi. Kama na mimi nikienda Kongo nitajihesabu niko Mkongo. Ndio ilikuwa malengo makubwa hayo, kusema kwamba tunahitaji Mrundi, manake awe ni mtu ambaye ima kwanza Mrundi au anaweza kuwa sio Mrundi, lakini awe ana vitambulisho vya kisheria vinavyomruhusu kuishi katika nchi ya Burundi. Katika mazungumzo yako mwanzo ulisema kwamba ni awamu ya 6 ya mashindano. Je,
katika target ambazo mnazo mtaendelea katika huu utaratibu wa nchini tu, ima mtajaribu kukusanya na nchi zingine? Naam, swali lako lizuri ndugu yangu la kusema kwamba je, mtaendelea kubaki kuwa na utaratibu. Ni kwamba ndugu yangu, ukitizama penye tulianzia tuna future na tunatarajia kupanuka zaidi. Mfano, tulianzia misikitini, ndio tulianza. Baada ya kutoka tumekwenda kwenye holi, tumetoka kwenye holi tumekwenda uwanjani. Kumbe vile tulivyoanza na unatona misabaka wao inaanza ni madrasa inakwenda tukusanye madrasa ziwe nyingi. Tumekwenda sote na madrasa ni Burundi nzima. Itafikia tuende katika niveau mfano ya East African Community na tupanuke zaidi. Ndio makusudio yetu, na yote hayo yatatokana na ushirikiano wa kila Muislamu ambaye anayejihisi kutaka kuingia katika jambo hili. Wallahi anakaribishwa, mwanamke mpaka mwanamume, Mrundi na hata asiyekuwa Mrundi. Na mwaka juzi katika musabaka alishuhudiwa mgeni rasmi ambaye alikuwa anashiriki kuhakikisha, na huu mwaka vile vile alitarajia kuhudhuria lakini akapata dharura. Je, ni mgeni rasmi nani ambaye tunatarajia katika musabaka ujao? Naam, kwa kweli ni sisi huwa tunapenda kwamba tunapotaka kuwa na mgeni rasmi awe ni mtu kutoka nje, na hata wakati mwingine tutafikiria pia awe ni mtu kutoka hapa nyumbani, lakini mpaka sasa hatujawa na uteuzi rasmi wa nani anayepasha kuwa mgeni rasmi wa musabaka wa mwaka ujao wa mwezi wa 4 mwaka 2026. Naam, swali lizuri pia kwamba mashallah kuna musimu tulianza na milioni 2, tukapanda milioni 4, tukapanda milioni 6, mpaka tumepanda milioni 10 kwa mwaka huu ambao umekwisha. Sasa je, huu musimu wa 6 wa musabaka ambao unaandaliwa, je, ni kiwango gani ambacho tumekiandaa cha mshiriki atakayekuwa ni wa kwanza? Kwa kweli tunarudi kule kusema kwamba hatuna uwezo wa kukadiria kiwango kwa sasa, kwa sababu kiwango huwa tunakikadiria kutokana na nguvu ya wale ambao walioshiriki na sisi, nguvu ya wale wenye kujitolea. Sasa kadiri tutakavyoona namna watu walipoweka sapoti zao katika hili jambo, wakajitolea, tukatizama bajeti ya maandalizi ambayo tuko nayo na kile ambacho tunachokuwa tumebaki nacho, ndio sasa tunafikiria kwamba mshiriki anapasha kuwa na kiwango gani. Kwa sababu watu hivi sasa walishaweka katika akili yao kwamba kiwango kitakuja ima kitabaki kwenye 10 au kitaenda kule mpaka kwenye 15 au kwenye 12, lakini pia kinaweza kikateremka na kikashuka. Hiyo inatokana na nini? Sapoti ya hawa ambao tunawaambia hivi sasa, tunawaambia jamani, mtu sapoti katika jambo hili ili tuwafurahishe zaidi wale ambao wanaokihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile katika masharti ya mtu kuwa mshiriki katika musabaka anatakiwa au Mrundi au na kitambulisho cha Burundi. Yawezekana katokea mtu ambaye kaishi nje lakini ana asili ya Burundi na vile vile ana kitambulisho cha Burundi, na huyu vipi anaruhusiwa kushiriki katika musabaka? Mimi nafikiri kwamba huyo ataruhusiwa pia, kwa sababu sisi malengo yetu ni kwamba hatutaki yule mtu ambaye atakayetokea nje, ili kwa sababu hatutaki kumkosa wakati wa tasfia, kwa sababu kuna vipengele vinapita zaidi ya 5 mpaka 6. Sasa anatakikana awe anaishi humu, lakini akiwa hata kwamba haishi humu, tuwe na uhakika ya kwamba kwa muda ambao tutakayomtaka juu ya kufanya zile tasfia na mengine tumpate. Alhamdulillah, mashindano tumeshuhudia, tumeona mashindano ya mabara yote Al-Hikma Foundation huko Tanzania, na mambo ambayo yanapangwa mapema sana. Alhamdulillah, naona na sisi tunaelekea huko kwenye hizo njia, lakini ningependa kuuliza, na pengine kuna mshiriki ambaye anafuata hizi video hapa anataka kujua pengine kama kuna tariki ya tasfia ambayo pengine imeshapangwa. Mimi nafikiri hatuwezi tukapanga tariki ya tasfia
wakati ambapo hatujapata hata washiriki. Kwanza watu wajiandikishe, washiriki wapatikane. Sasa hao washiriki pindi wanapopatikana, huwa wanaombwa adrese zao, wanaombwa namba zao za simu, kisha inawekwa grupu ya wao kuwa wanafahamishwa hatua baada ya hatua. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba kwa muda huu tunaweza tukaweka tariki ile ya tasfia wakati hata wenye kujiandikisha hawapo. Naam. Katika washiriki hapo, je, kuna idadi ambayo mmetarajia wajiandikishe ima itapokea watu? Sisi katika kupokea hatuna idadi maalumu, kwa sababu kuna yale ambayo amesema mheshimiwa jaji mkuu ambao tunatarajia kwamba awe jaji wa musabaka huu, kwa sababu wao unaweza kusema mfano tunaweka mfano 20 ndio mwisho kujiandikisha, wakati au tuseme 30 au 50, wakati tunatafuta 20 ukakutana kwamba kutokana na ile idadi ndogo ambayo tutakayokuwa sisi tumeikadiria tukakosa wale 20 ambao tunaotaka watakaotimiza vigezo. Kwa hiyo watu wajiandikishe, alafu ile tasfia na kajungio ndio itakuja kuwapunguza mpaka kufikia kubaki katika ile idadi yetu ya watu 20. Maki watu ambao wanaotakiwa kwamba wawe kama vile washiriki wa musabaka wanapasha kuwa ni watu 20, lakini wenye kujiandikisha hatuna kikomo cha idadi. Wakitaka waje 100, ile tasfia ndio itakuja kufanya nini? Kuweza kuwapunguza mpaka tubaki wale watu 20 inshallah. Namshe wangu katika maneno yako neno budget limeendelea kujirudia sana, ikidhihirisha kwamba ni jambo ambalo linahitajika kutoka kwa Waislamu waweze kuendelea kuchangia. Mwaka jana tumeona Sheikh Nurdin Kishki amejitolea milioni 10 kwa ajili ya mshindi wa kwanza. Tumeendelea kuona taasisi fulani ambazo zitaja hapa, kina mama Achaskari yako wote wameendelea kujitolea. Mwaka huu vile vile hao wanaendelea kujitolea au unahitaji wengine ambao wataendelea kuwekeza katika hili ndio kubwa zaidi? Kwa kweli swali nzuri pia. Ni kwamba bado tunakuzungumzeni kwamba hawa ambao tuliowataja kwa kweli sio kwamba eti ndo maana yake kuna wakati inafikia labda wakati mwingine inatokea kwamba wamepatwa na changamoto, inatokea kwamba hawakushiriki, au labda walipotarajia kutoa kikubwa zaidi kikashuka zaidi. Umeshanisikia? Kama vile mfano bado tumepeleka tena maombi yetu sisi kwa Al-Hikma Foundation na kuwauliza swali hilo, lakini pia majibu ambayo tuliojibiwa alikuja anasema hivi, insha Allah ngoja tuikae katika bodi tuone kama tutaweza, kwa sababu Al-Hikma Foundation wao walitusaidia wakatupa milioni 10 na wakatupa majaji 2 wakawasafirisha kwa pesa yao. Sasa hatujui tena mwaka huu, je, watatusaidia kama walivyotusaidia au vipi? Kwa hilo swali na sisi tuliliuliza, kwa kweli mpaka sasa hatujawa na jibu nalo, kwa sababu tulije vipi shekhe mtatusaidia pia na kutuinua kama mlivyotuinua musabaka uliopita. Jibu lilikuja kwamba insha Allah acha tuikae katika bodi tuangalie kile ambacho kama itatokea kwamba tutizame, je tunawachangia kile ambacho tulichochangia katika musimu uliokwisha au tunawaletea majaji. Yote kwa kweli itatokana na majibu ambayo mpaka sasa hatunayo. Mwaka jana kabla ya msabaka tuliona semina ambayo ilifanyika ili kuwanoa wanafunzi na walimu wao waweze kuelewa vizuri. Je, mwaka huu vile vile mpangilio hii ipo, hii semina ziandaliwe ili tuingie katika mashindano ya Qur'an tupate wale ambao wanaweza kutuwakilisha katika mataifa? Naam, kuhusiana na semina sisi kama majaji hatakuwa ndio tumeiandaa semina. Sisi tuliitwa tuweze kushiriki ndani ya semina na tuchangie katika semina kutokana na mada zilizokuwa zinazungumziwa, lakini bodi ambalo lilikuwa limeandaa mashindano ndio liliandaa semina kwa ushirikiano na baadhi ya watu. Kwa hiyo tulipata habari kwamba insha Allah wanajitahidi pia kufanya semina nyingine, ikiwa kwamba wataweza, wanaweka mikakati na wanapanga ratiba likiwaraisikia, na wakipata uwezo ili watalifanya, na sisi tunapendelea na wakituitisha kwa wakati wowote insha Allah katika kuchangia ili kuweza kulifanikisha insha Allah tutakuwa tuko tayari. Lakini swali linarudi kwenye bodi la uandalizi hawa
kwa sababu ndio hata mwaka jana walikuwa wameandaa. Ama sisi tulikuwa tumeitwa ili tuje kushiriki na tuweze kuchangia. Naam. Samani niungie hapo shekhe wangu kukata kauli. Nirudie huko kwa shekhe na majaliwa na sawa na swala ambalo uliloliuliza ni kwamba unajua tunajitahidi kufikiria ni namna gani tutaendelea kuboresha hili jambo. Ndio kama vile tunasema kwanza ilikuwa tunapokea tu washindi, tunawapokea na moja kwa moja wanaingia kwenye musabaka, lakini tuko na tuwe na idadi maalumu ambayo itafanywa tasfia, na ukisema hii tasfia pia ni BJ inahitajika kwamba kuwasafirisha wale watu ambao wanafanya nini, walijiandikisha kwa kuja, wanalipiwa tiketi, kadhalika wanalishwa, yote haya ni BJ. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo tuliona kama yanaweza yakaboresha jambo hili, na kumbe tunaweza tukafanya kitu kama vile semina kabla ya kuingia katika musabaka ya walimu na wale ambao watakaoshiriki, ikafanyika hiyo. Lakini bado tunaendelea, hayo yafanyike na mengi zaidi yafanyike, lakini inatokana kwamba na uitikio wa sapoti za watu katika kusapoti jambo hili insha Allah. Na mtu swali kidogo. Namsha umekuwa jaji takriban miaka mingi katika mashindano kwa kanda ya Burundi. Na mlikuwa mkiangalia na mnaendelea kuangalia ni vipi vijana wa Kiislamu wanaendelea kukua katika Qur'an. Unazungumziaje ukuaji katika kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa vijana wa Burundi? Naam, kwa kweli katika yale ambayo niliangalia kunako kushiriki katika kujaji misabaka miaka mingi imepita, nimegundua kwamba vijana wengi sana katika wanafunzi wa Qur'ani na walimu zao wanaendeleza kufanya juhudi za kuboresha. Bali zaidi hata na hivyo, naona kwamba wanafunzi wenyewe peke wana hamasa na wana hamu sana kuweza kupata mwanga na mtu ambaye atakayewapa nafasi kuweza kuwaendeleza. Nakumbuka misabaka ya mwanzo ilikuwa hivi vigezo ambavyo tumezungumzia, vigezo viine havichukuliwi sana, isipokuwa kigezo tu cha mwanzo, yani kuhifadhi Qur'ani. Lakini masala ya tajwidi mara nyingi walikuwa nasamee wanafunzi, wanasema bwana tungaliki chini, ndio tungaliki tunajaribu na wengi wetu hawayajui. Lakini hivi hilo jambo limeshapita na wakati, wanafunzi wanakuwa wanajipanga sana. Hata mimi na baadhi ya mashindano huwa nakwenda, kabla ya kuanza wanafunzi wananiita pembeni, wananuza bana, hapa ni kadha, hii kitokea hivi ni kadha, ikitokea. Yaani unaona kwamba kuna ile tasawur, wanajielewa ni kitu gani tunapaswa kufanya na ni kitu gani watatuangalia kwacho lazima tuzindukane nacho, na wakfu walibtida vile vile. Zaidi ya hivyo, subhanallah, nimekutana kwamba hivi katika huyu mwaka vijana katika wale walioshinda katika haya mashindano na mengine katika mashindano wamepiga hatua iliyokuwa kubwa zaidi. Huenda siku za mbele itakuwa na athari kubwa, itageuza mambo hapa. Huenda hata tunaweza tukazidi niveau nchi zingine za East Africa zenye ziko hapa pembeni katika masala misabakati na Qur'ani. Vijana wamejitolea, wanasema bwana, kwa sasa tumesha shiriki misabaka mara 5, mara 4, wengine mara 7, Burundi na nje katika juzu 30, na huenda tumepata pointi zilizokuwa nzuri. Hivyo wanajifikiria kusoma qiraatu 7, visomo visaba, ambayo ilmu hapa watu wengi hawaijui hapa kwetu. Ni katika ilmu ambazo yani wengi katika waliokwenda Warabuni hawakuzisoma. Lakini vijana kwa leo wanaona kwamba ni umuhimu kwa waweze kuichukua hii ilmu. Sawa? Na wanahamu wakashiriki mashindano nje wakiwakilisha Burundi katika kipengele cha qiraatu 7. Na hii misabaka East African mara nyingi hicho kipengele tunaona kuna watu wanaishia juzu 30. Sawa? Wengine wanajifikiria hivi, wameanza kusoma lugha ya Kiarabu kwa lengo la kujifunza tafsiri ya Qur'ani. Wanataka tuwafungulie miaka ya mbele kitengo cha kuhifadhi juzu 30 pamoja na kuelewa maana ya Qur'ani nzima. Anaulizwa swala katika kusoma na anaulizwa swala katika maana, anabainisha aliyokuja katika maana. Hii ni hatua iliyokuwa kubwa. Au kujua kusoma visomo 7 na ushahidi wake katika vitabu vya maimamu. Kwa hizi ni hatua ambazo zisingeonekana bila hizi changamoto za musabaka na wanafunzi kuona mashindano na kadhalika na hivyo. Kwa hiyo juhudi ni kubwa sana na faida ni nyingi sana, na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikisha mambo yaendelee kwa hii sura iliyokuwa nzuri na yazidi kuboreka sana, ili vijana wetu wazidi kuwa katika muamko wa hamasa ya kuitafuta elimu na kuichukua na kujiendeleza katika ilmu mbalimbali. Naam. Kwa mara ya kwanza katika mashindano yetu ya Qur'ani hapa nchini kwetu Burundi, tumeshiriki ama tumeweza kuona walikuwa na wajaji ambao ni kutoka nje. Hili swala kama vile majaji ambao
na wahukumu vijana ambao wanafanya mashindano hapa. Hili swala la kuleta majaji nje ya nchi kuja kushirikiana na nyinyi, hili swala linaleta umuhimu gani, ama pengine inaleta changamoto gani katika kuhukumu vijana? Naam, swali la majaji kutoka nje kuja kushirikiana na majaji wa hapa ni ile tunataka kuwazoeza watu sura isibaki ni moja tu mbele yao, lakini halionyeshi kwamba pana upungufu kwetu, la, kwa sababu tuko na majaji ambao wametakhasas katika ilmu ya Qur'an na wanaweza kuhukumia wanafunzi na wana uwezo huyo, lakini kwa kupenda ile sura isibaki ni moja tu, isibaki ni moja, tubadili sura zingine, ndio maana ikaonekana yale mabadiliko yalikuja, majaji wawili wakaja. Tayeb, lakini kawaida ingelikuwa kama pako uwezo wa kutosha, ilikuwa kabisa yani kamati yote iondoke, paje kamati mpya, tupate wawili kutoka Tanzania, wawili kutoka Uganda mathalan, au wengine kutoka Kenya, ingelikuwa imependeza kabisa. Sisi wote tumeshaikaa miaka 3, miaka 4 hapa, tukapumzika pakaja sura zingine. Katika hali ya kubadilisha tu, hakuna zaidi ya hilo. Na taban swali la ujaji, ndugu yangu, ni swali ambalo linahitaji ilmu, kwa sababu kazi ya ujaji ni kazi inahitaji ilmu, na ilmu maana yake nataka umetakhasas katika masala ya Qur'an, na sisi tunataka mwenye kuikaa katika meza ya ujaji awe na uwezo katika vile vigezo vinne kabla ya kumhukumu kwa vyo mwanafunzi. Yeye mwenyewe kisomo chake kiwe kinaviheshimu vile vigezo vinne, ambapo alishahifadhi Qur'ani nzima, tumjue kama alisoma fasi, alihifadhi Qur'ani nzima, sawa. Alafu jambo la pili, tujue kama kisomo chake kina tajwid. Tutajuaje kisomo cha jaji kama kina tajwid? Imma tu tunawajua walimu waliosoma kwake walimpasisha. Hicho ni kitu tunaita sisi katika ilmu kitu kinaitwa ijaza. Yani mtu yoyote yule akiwa yuko hapa Burundi katika ndugu zetu, huenda si atumjui, alihifadhi Qur'ani nzima, alisoma kwa mashekhe. Yani baadhi ya ndugu zetu wanasafiri Kenya, wanasafiri Sudan, wanasafiri wapi, lakini hatujui yani walisoma kitu gani. Kama huyo mtu yuko, awasiliane na sisi atuambie, kwa sababu kubaki sura tu moja kila siku katika hii meza sio jambo linalopendeza. Tunataka kuonyesha kwamba huu mwaka pawe hawa, mwaka kesho pawe wengine, inakuwa ni kitu bora zaidi. Lakini wakati fulani tunakutana kwamba wengi katika wasomi wetu hawakujihusisha katika Qur'ani. Unakutana bana, tuko na walijihusisha katika Qur'ani ni mashekhe 4, mashekhe 5, hasa inabidi wanajikariri. Hasa kama hapa hii ni fursa tunatangaza, kama kuna yoyote yule katika ndugu zetu yuko hapa Burundi, katika mashekhe zetu hapa Burundi, alisoma Qur'an kamilan, akaisoma kwa mashekhe wakampasisha, wakampa ijaza iko na vigezo, atuambie. Tunataka watu kama hao ili tuwatie nafasi kama hapa. Idhan lazima hivyo vigezo awe iko navyo na anajua wakfu walibtida ili kuweza kuwahukumu wanafunzi. Tayeb, midamu kwamba tunaona hatuna wengi ambao wanaeneza hivyo vigezo, idhan inabidi kurudi wale tunapopata fasi, yani tutapata wa kutoka nje. Hilo jambo tunalifurahia kwalo, tunali-support, na ni kwa sababu tu uwezo unakuwa ni mdogo. Hata ingeliwekana meza yote ikajwa kutoka nje, ingelikuwa ni bora zaidi. Na ndio kitu ambacho tunachokiwaambia kila siku hao wanafunzi walioshinda. Mimi kila siku nawaambia nyinyi wanafunzi ambao mmeweza katika mashindano, jiinueni kielimu ili kesho na mweze mkaikae katika ile meza ya majaji, ili waliotangulia waweze kutoka paje na wengine insha Allah. Naam. Basi moja kwa moja tufungie hapa kwenye maswali, lakini tumalize na Sheikh Zubeir Bizimana. Ni nini wito wako kwa yoyote ambaye sasa anatusikiliza hapa? Wito kwa yoyote ambaye anatusikiliza, kwa wadhamini, kwa yoyote ambaye anatamani kuwa sehemu ya mashindano msimu wa sasa ya Qur'an. Wito wako Sheikh, na pengine labda kuna lingine labda tunaweza tukaliona kwenye mashindano ambalo haukutaka kulisema, labda kapita kwa mbali, insha Allah ni muda huu. Naam. Wito wangu katika mashindano haya ambayo yanayoandaliwa na taasisi ya Frères et Sœurs, kwa kweli tunautoa wito kwa kila Muislamu yoyote ambaye anajihisi kuwa tayari kuungana na taasisi hii ya Frères et Sœurs kuwa pamoja nasi katika kuandaa haya na hata katika kujua kila kinachoendelea juu ya jambo hili, ili usije kuwa unayaona mambo kwa uwinje alafu ukafikiria undani kinyume na ulivyoona ule uwinje. Kwa kweli tunaendelea kusema kwamba jambo hili ni jambo ambalo halina udhamini wa moja kwa moja, bali kinachotegemewa ni sapoti za Waislamu kutoka nje na ndani ya nchi ya Burundi. Sasa wito na ukuiteni ndugu zangu,
nakuombeni njooni muungane nasi katika kuandaa musabaka huyu kwa chochote kile utakachohisi, ewa hichi ndicho nitakachoweza kukitoa. Ni kama vile anaweza akatokea mdhamini akasema, mimi kama mimi nina milioni 20, ninaomba musabaka wa mwaka 2026, yani mshindi wa kwanza awe na kiwango cha milioni 20. Kwa kweli sisi hatuna kiziwizi. Ukiamua kusema mimi kama mdhamini, andaeni vyote, insha Allah mimi nitatoa zawadi za washindi. Kama vile alhamdulillah kuna lile duka linaitwa kama ni la ndugu yetu Yero, ambalo na wenyewe pia huwa wako pamoja na sisi katika kujitolea kuwapa nguvu vijana, kwa kuwa yeye anafanya kazi ya nguo za hizi baze. Huwa anajitolea kama ni watu wangapi vile, kama ni watu 5 au watu 3, hujitolea baze za bei kwa kuwapa kama vile nguvu. Kadhalika kuna mule ambaye anaweza kusema, mimi insha Allah nitatoa zawadi ya simu kwa washindi 2 au 1, mimi nitatoa zawadi ya saa yani kila mtu ajihisi kufanya kile ambacho anaona kama na hichi nikifanya kinaleta motisha na nguvu, hata kwa wengine ambao wataona, kwa wengine waseme insha Allah acha tufanye nguvu, twende tukafanya hilo. Alafu jambo lingine, kuna watu wanadhani kwamba hili jambo la watu kushindana na kupewa chochote, eti kwamba unakutana hawa washindi wanakuja kushindana pale, wanajikutana kwamba wanahifadhi Qur'ani kwa sababu ya kupata tu chochote. Mimi nafikiri kwamba nia ya mtu ndio inamfikisha hata swala. Si swala watu hawalipwi chochote, hawapewi pesa, lakini kuna watu wanasali kwa ria, na kuna watu wanasali bila ria, na kuna watu wanasali kwa uchamungu. Basi hilo jambo tuliache kwamba linabaki kwa yani ule mshiriki mwenyewe, ule msomaji mwenyewe. Je, hii Qur'ani yake anaihifadhi kwa sababu ya kupata hichi? Anaihifadhi watu wamjue? Anaihifadhi ajulikane? Yani ameamua tu kwamba na yeye awe pale alete changamoto ili watu wengine waweze kujiunga. Kwa kweli hilo ni jambo ambalo kwa kweli ndugu zangu bado ninazidi kuwaombeni na ninakuiteni, jamani, mna uwezo wa kutufanya sisi tutoke hata hapo katika viwanja vidogo vidogo, twende katika uwanja mkubwa wa mpira, na insha Allah tutafikia huko, kwa sababu hakika inajulikana na kufahamika kwamba tuta lile la mchanga huwa halianzi tu hivyo, linaanzwa ni changarao mpaka linakuwa tuta na mlima. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itafikia, atatujalia. Lakini ndugu zangu, narudia nikimalizia kwamba sapoti zenu zinahitajika juu ya jambo hili insha Allah.